kutunza hili eneo. Kwa utangulizi tu, halmashauri ya wilaya Mbeya ni miongoni mwa halmashauri 7 zinazotekeleza mradi wa urejeshwaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai kwa maana ya SLR, mradi ambao unatekelezwa kwa muda wa miaka 5, ulianza kutekelezwa mwaka 2021 na utakamilika mwaka 2025. Katika halmashauri hii mradi unatekelezwa katika kata 2, ikiwa ni kata ya Itewe pamoja na Ulenje zenye jumla ya vijiji 8 ambavyo ni Itewe, Tembela, Isongwa, Nyerainyala. Na kwa kata ya Itewe na Ulenje ni vijiji vya Ulenje, Mbonile, Wambishe pamoja na Mkuyuni. Lengo kuu la mradi ni kuimarisha usimamizi jumuishi wa mazingira na urejeshaji wa ardhi iliyoharibiwa ili kujenga uhimilivu wa mifumo, ekolojia na jamii kwa ujumla nchini Tanzania. Malengo hususi ikiwa ni kujenga uwezo wa kitaasisi na wadau kuhusu mbinu za urejeshwaji endelevu kwa uoto wa asili, ardhi iliyoharibika, hifadhi ya bayoanuai, kuimarisha na kuboresha usimamizi jumuishi wa mifumo ya ekolojia. Kwa mwaka wa fedha 2024, halmashauri ilipokea jumla ya shilingi milioni 315 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za mradi huu. Iko miradi 13, lakini kwa mkutano huu tutatembelea miradi 3 ikiwemo mradi huu hapa wa chanzo cha maji Pandizi. Karibuni halmashauri ya wilaya Mbeya. Hiki ni chanzo cha maji Pandizi ambacho chanzo hiki kilianza kuhifadhiwa mwaka 2021 kwa kuweka hizi bikoni mnazoziona na baadhi ya mabango ya ilani, lakini juhudi hizo zilionekana kwamba hazikuzaa matunda. Ndio mradi wa SLR ukaingilia kati na ukaanza shughuli ya kwanza kufundisha, kwa maana kamati ya mazingira wakapewa mafunzo, lakini pia jamii inayozunguka ukawa kuna adabu laini, maana mtu akiharibu anapewa adabu ya kupanda miti, na mradi umehakikisha kwamba inapandwa miti 2100 hapa, na tutembea tutaiona. Lakini pia kwa ile kuzuia watu kuelewa, eneo limeregenerate kwa maana kwamba uoto umerudia na tutauona. Lakini pia chanzo hiki pia kimetangazwa kwenye gazeti la serikali. Kimetangazwa kwenye gazeti la serikali namba 784 ya mwaka 2021. Kwa hiyo shughuli za mradi ni pamoja na kuweka bango, kutoa mafunzo, lakini pia kuimarisha kamati za mazingira. Wakurugenzi kutoka halmashauri mbalimbali ambazo zilishiriki mradi huu, lakini pia viongozi wa kata hii ya Itewe, mheshimiwa diwani, viongozi wa kijiji pamoja na wananchi kwa ujumla. Tumefika hapa kwa lengo moja tu la ziara ya kutembelea mradi wetu wa kitalu nyumba ambao ulipokea jumla ya shilingi milioni 38,612. Mpango wa kupata mfumo wa maji kwa maana ya line pamoja na tenki, lakini pia tuna mpango wa kupata kibanda kwa ajili ya kuweka vifaa na mlinzi. Lakini pia mnaona fence inaendelea, bado tu tunahitaji kuweka gate bustani yetu ili iweze kuwa na huo uwezo. Mwisho ila sio kwa muhimu, basi tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mradi huu wa urejeshwaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai ambao umelenga kurejesha uoto, na kimsingi kama wananchi watafuata, basi tukija kumaliza mradi kuna maeneo yatabadilika na tutaona matunda.